Watu ambao ulishuhudia wamekatwa vichwa walikuwa kama wangapi? Ni wengi, sio chini ya 8 ambao hawakuwa na vichwa hapo. Watu ambao idadi yao haijafahamika wamefariki dunia katika kijiji cha Naiti, kata ya Makuyuni, wilayani Monduli, mkoani Arusha, baada ya gari ya kampuni ya Kandahari ya kubebea abiria kugongana uso kwa uso na lori ambalo linaelezwa kwamba lilipita njia ambayo sio sahihi na kusababisha ajali hiyo. Mpaka sasa hivi bado naona kama ni sielewi. Kwa mujibu wa shuhuda ambaye amezungumzia ajali hiyo iliyotokea, amedai kwamba uzembe ni wa dereva aliyekuwa akiendesha lori ambalo lilikuwa limepakiza trailer kwa juu, jambo ambalo alipita bila kuchukua tahadhari na kuigonga gari hiyo ya kubebea abiria. Njauledi Soinge Lukumai. Ndio. Mimi majira ya saa 1 kasoro nilikuwa natokea mimi Makuyuni. Nilikuwa niko kama kilomita 2 mbali na hii ajali. Tulikuwa nafuatana. Hii gari ilikuwa iko mbele, inafuatwa na lori moja iliyopakia trailer ambaye ni kichanja. Sasa alikuja ghafla akaingia kutaka kuovertake hii. Amefika katika sasa ile kutaka kuchomoa, kutaka kuovertake hii, basi imeshafikia. Na jamaa anajaribu kumzuia huyu, kumpigia indicator kwamba usinipite, lakini hajaelewa hiyo, ikabidi aingie. Akaenda akaikuta ile basi. Kwa hiyo sasa akakutana na basi uso kwa uso, na huyu driver wa basi hakuweza kujitetea kwa sababu gari imeingia ghafla. Kwa hiyo ni kwamba alikuwa anafuatana nyuma kwa nyuma. Baada ya kutaka kuovertake akatoka hivi. Kutoka sasa akakutana na hiyo gari uso kwa uso. Kwa hiyo driver hakuwa na utetezi aina yoyote huo wa basi, na ndio sababu zikashikana. Paka imekuja kuondolewa hiyo gari, ilikuwa zimeshikana hapa hapo. Kwa hiyo tumefika hapa tukaangalia majeruhi walikuwa wengi, pia na watu waliofariki wengi, tukashtuka. Ndio nikakimbia mimi kwanza nyumbani, nikarudi tena kuja kuangalia, lakini bado hali ikawa sio nzuri. Hata sasa hivi nimekuja tu kuangalia, lakini hali ya ajali ya jana sijawahi kuiona katika eneo letu hili hapa. Uzembe unadhani ulikuwa kwa nani? Sio uzembe, ni ujinga ya driver huyu anayeendesha hii lori la hiyo kampuni, sijui kampuni gani hiyo. Ni uzembe mkubwa, kwa sababu yeye alikuwa na overtake. Hapa kuna nani chaki na kuonyesha kwamba usi overtake, na ni kona. Baada akajitokeza ku overtake. Kwa hiyo hapa hairuhusu ku overtake, pia na ni kona. Kwa hiyo yeye tunasema ni uzembe, sio kwamba tuseme ni uzembe mkubwa, kwa sababu sijajua kwa nini, na sijui kama madereva wanatestiwa vizuri. Maana yake sasa kama dereva anaendesha gari kwa namna hiyo kiuzembe, tena gari kubwa. Halafu kingine, hebu shaurini, kama waandishi wa habari nyewe mnaweza kushauri hizi magari zinazopakia trailer. Ingekuwa sio hiyo trailer haingewaumiza watu namna hiyo. Ni hiyo trailer ndio imewakata watu vichwa, hiyo iliyopakiwa. Kwa hiyo sasa hivi gari inaenda hivyo, alafu anaenda kupakizana kurudi. Sasa hiyo imeleta shida sana, manake ingekuwa sio hiyo trailer kupakiwa juu haingewakata watu vichwa namna hiyo. Watu ambao ulishuhudia wamekatwa vichwa walikuwa kama wangapi? Ni wengi, sio chini ya 8 ambao hawakuwa na vichwa hapo. 8? Unaambiwa watu unakuta utumbo wa mtu zimetoka nje, ubongo nini zimesagaa pale, zaidi ya 10 ndio ambao walionekana. Na pia basi yenyewe ukiangalia, nafikiri hakuwa na level seat jana hii gari. Inawezekana viti vya nyuma ilikuwa na watu, manake hii ajali ingekuwa ni kubwa mno. Na gari ilikuwa inatembea taratibu hii basi. Na ndio sababu, kwa sababu hii basi ingekuwa inakimbia, ingepotesha direction. Baada ya kugongana ingepoteza direction. Lakini ilikuwa inatembea taratibu.
Hata abiria waliyekuwepo kwenye gari wanasema dereva alikuwa anaenda taratibu, kiasi ambapo vijana wanalalamika kwamba mbona unaenda taratibu? Maana naye vijana sijui mkoje. Gari ikienda taratibu kwa usalama wenu mnalalamika. Kwa hiyo gari ilikuwa inatembea taratibu sana. Wito ni kwamba madereva wafuate sheria ya usalama wa barabara na pia wapewe semina mara kwa mara. Na ingewezekana vijana wadogo wa umri mdogo wasipewe magari makubwa. Kitongoji cha Lambo, sawa. Unajua nimeshashtuka kiasi ambapo sina hamu mengi. Hata mimi OCS ameniomba gari yangu. Hata OCS ameniomba gari yangu niwasaidie kuwabeba mwili. Nikashindwa kuendesha. Jamaa alivyokuwa akiovertake wa lori lile lilokuwa limetoka hapa. Kwa hiyo basi alijitahidi kumkwepa na kupambana na mazingira. Ikatokea kilichotokea. Wewe ulikuwa kwenye gari gani? Gari hiyo basi. Hii basi. Na kosa unaona ni la nani? Kosa ni la alokuwa na overtake. Kwa sababu hapo kuna kona. Hii barabara mstari unakataza ku overtake. Kwa hiyo wakati ana overtake wa lori la container, huyu naye anavoshuka kufika kwenye kona tamaki kakutana na gari naye na overtake. Kwa sababu ile alokuwa na overtake hakuangalia tahadhari, ametoka na kutoka. Wewe ulikuwa kwenye basi na haujaumia kabisa? Nilikuwa nimekaa nyuma kule. Kule nyuma? Ndio. Lakini ulishuhudia wenzako ambao ulikuwa nao wamepoteza maisha? Sio kushuhudia, nimewabeba kwa kuwatoa kwa kutafuta na ndugu wengine tuliokuwepo kwenye gari. Kama wangapi hivi? Nikihesabu haraka 7. Kuna majeruhi ni walikuwa wamezidiwa sana, kuna tuliowapakiza kwenye noa peleka hospitali. Kwa hiyo siwezi kuwa na idadi kamili kutokana na mazingira yalivyokuwa hapa. Mimi nikiwa kama dereva, ajali ni ajali, madereva tuwe makini. Wewe dereva utakuwa makini, lakini mwenzako hawezi kuwa makini kama utakavyokuwa wewe, kwa sababu magari tunaendesha barabarani ni 5. Mimi naendesha la kushuka, kuna anayepanda, kuna loko nyuma, kuna loko mbele. Kwa hiyo sasa dereva wewe lazima uwe makini kuangalia mwenzako. Umeshuhudia dereva ulikuwa kwenye gari yake akipoteza maisha, imekuumiza kwa kiasi gani? Yule ni ndugu yangu, yani siwezi kusemea maumivu nilokuwa nayo. Maumivu nilokuwa nayo najua mimi na Mungu ndo anajua. Mpaka sasa hivi yani bado naona kama ni yani sielewi. Kwa hiyo ndio vitu kama